leo. Habari kubwa ambayo imeandikwa katika gazeti hili na imetawala katika magazeti takriban yote kwa siku ya leo ni kuhusiana na risasi za rindima kwa saa 7 Mkuranga, yani huko mkoani Pwani. Na kuna habari picha katika ukurasa huu ikiwa inamuonesha mkuu wa mkoa wa Pwani Evarist Ndikilo akimsikiliza mwananchi kuhusu hali ya eneo hilo baada ya polisi kukurupusha wahalifu. Na pia yupo mkuu wa mkoa huyo anaonekana akizungumza na wananchi kwenye picha nyingine katika nyumba waliokuwa wakiishi watuhumiwa wa ujambazi. Ilivyo sasa baada ya mapambano inaonekana imeharibiwa ikiwa na matundu yanayotokana na risasi. Habari nyingine ni baraza la vyama la ituliza Chadema laitaka isitishe maandamano yake ya Septemba mosi. Bwana Mapesa asema maandamano yana uvunjifu wa amani. CCM yasema wanatumiwa kuichafua amani ya Tanzania. Watanzania kufunzwa usindikaji gesi huko Japan. Habari hii inaandikwa katika ukurasa 3 gazeti la Habari Leo. Tuligeukia gazeti la Mtanzania linaandika siri nzito risasi vikindu. Na katika picha anaonekana kamanda wa polisi anayedaiwa kuuawa. Lakini pia katika picha nyingine yanaonekana mazingira ya nyumba. Kuna habari ndogo katika gazeti hili ikizungumza kuhusiana na operesheni ya polisi. Nyumba waliojificha watuhumiwa wa ujambazi inaonekana hapo. Wananchi pia wanaonekana wakiwa wamekusanyika katika eneo hilo, lakini pia kikosi maalum cha vyombo vya ulinzi na usalama wanaonekana katika habari picha, ikiwemo jeshi la zimamoto na uokoaji na makachero wa polisi wakiwa wamemkamata mmoja wa watuhumiwa. Jambo Leo nalo linaandika kuhusiana na habari hiyo na linaandika kuhusiana na muuaji polisi ni komando au tena mkuu kikosi cha kupambana na ujambazi, wanawake 2 mtoto wa miaka 7 wakamatwa. Na katika habari picha inaonekana nyumba hiyo inayodaiwa kuwa walikuwa wakiishi watuhumiwa hao wa ujambazi. Gazeti la Majira nalo linaandika habari hiyo, na habari nyingine ni TUCTA yataka JPM alegeze msimamo kuepusha ukuta. TUCTA ni shirikisho la vyama vya wafanyakazi nchini. Habari nyingine, Makonda kuwekwa kitimoto Agosti 30. Habari hiyo inaandikwa kwa undani katika ukurasa wa 4 wa gazeti la Majira. Tugeukia katika michezo, gazeti la Champion linaandika beki Simba apata ulaji Genk ni kutokana na mabao ya Samata. Dakika 270 Manji wachezaji Yanga wakaa kikao kizito. Omog pangua kikosi Simba, Ajibu aondolewa, Juko arudishwa. Wakongo bado hakijaeleweka Simba. Katika ukurasa wa nyuma gazeti la Champion linaandika vigogo wote Premier mzigoni, ni kuhusiana na ligi kuu ya England au Premier League kuendelea tena wiki hii ambapo vigogo wote watakuwa uwanjani kutafuta ushindi, huku gumzo ikiwa ni mchezo wa Tottenham dhidi ya Liverpool. Tugeukie katika gazeti la Bingwa ambalo linaandika JPM azitajirisha Simba Yanga. Ni kwa vipi basi? Utasoma ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Sasa zishindwe zenyewe kutawala soka la Afrika. Arsenal wakaribia kumchukua striker, na katika ukurasa wa nyuma wa gazeti la Bingwa Ntakoma Renier itaka 16 bora Ulaya, ahidi yaliyotokea msimu uliopita. Gazeti la Majira upande wa michezo, Yanga wachomoki ni kauli ya kocha Lyon. ZFA ya ziasa timu ligi kuu. Ni gazeti la Jambo Leo michezo linaandika Samata aipeleka Genk Europa, JKT Ruvu Simba Sports Club kazi leo. Mtanzania linaandika Kichuya aingia rada za jibu. Tuhitimishe na Habari Leo upande wa michezo linaandika Simba ya Omog majaribuni, na pia Tanzania hoi soka la ufukweni.